Nimeshushwa barabarani usiku saa 2, sina fedha, sina kitu chochote. Nilipokuwa kwenye mkutano, baada ya kuwa nimeshushwa kwenye gari yangu, kwa sababu polisi walipotaka tuongozane, nilimwambia yule bwana ambaye alikuwa kiongozi wa ule msafara wa polisi kwamba niko tayari kwenda hata na gari yangu au mimi mwenyewe. Wakaforce, walikuwa tayari. Unasikia ukisikiliza zile clip, kuna sehemu walikuwa wanasema vunja kioo. Kuna bwana mrefu hivi anaitwa Peter, aliamuru polisi wale wavunje kioo ili wanitolee labda kwenye kioo. Kwa hiyo kila kitu mimi niliacha kwenye gari, wallet and everything. Kwa waliponichukua had nothing, sikuwa na kitu chochote. Kwa wamezunguka na mimi all the time, na walikuwa hawaongei, wako kimya na mimi niko kimya, wanaendesha gari tu, kwa sababu wamesema wanaenda Central. Tumefika Central, akasema unganisha. Yule wa mbele na kiongozi yule alipigwa picha, mnaweza kumtafuta mkamuuliza. Twende hivi nyoka. Hata yule wa pili ambaye tulikuwa naye Peter, kuna wakati anasema mbona tunavuka Central, akamwambia mimi si ndo naongoza, kaa kimya. Kwa Peter akakaa kimya. Kwa mimi nilikuwa naenda najua labda napelekwa Mabwepande kama wanavyofanya siku zote, au sehemu nyingine wanayojua kwa tukio lolote. Na tukisema tuko tayari kwa haya mambo, tunamaanisha hivyo, kwamba tuko tayari kulipa ultimate price kuhakikisha nchi hii inarudi kwenye mikono ya sheria. Kwa sababu kwa mfano, sheria yetu inakataza kumkamata, ule ni utekaji kwa njia zile. Walipaswa waje waniambie wewe uko chini ya ulinzi kwa sababu hii na hii na hii. Sasa mtafute Muliro, tafuta polisi, walinichukua na nipeleka wapi? Lakini pia kama wangekuwa watu wema, kwa nini wasingenipeleka either nyumbani kwangu au kituo cha polisi, waniache pale nipate communication, niite dereva wangu aje kunichukua pale? Walikuwa nazunguka na mimi kufanya nini? Mimi nilikuwa nimeomba lift ya gari ya polisi wazunguke na mimi? Ni watu wangapi wanafanyiwa hivyo alafu wanaonekana hawaonekani? Ni kesi ngapi mmezisikia nyie watu wamekamatwa, familia inathibitisha kwamba huyu alichukuliwa na polisi, alafu polisi wanakana kabisa? Sasa kama wangenichukua kwenye eneo ambalo hakukuwa na watu, kusingepigwa picha ambayo ilionekana pale kituo cha polisi, unafikiri nini wangesema baadaye? Kwa mimi baada ya pale, kuna gari moja ilisimamika, kwa sababu nilikuwa nimevaa combat hivi na watu ni mtu visible. Kuna mtu akasimama akasema nipande kwenye gari yake, na kwa kweli nikawa tempted. Eliza alinisaidia sana, akaniambia no, usiingie kwenye gari ambayo hujui, Land Cruiser. Hatukuingia, tukachukua bajaji na kulikuwa na foleni. Kwa hiyo nimefika nyumbani kwenye mida ya saa 5 ndio kuja kusema kwamba nilipopata simu ndio nikafanya communication na viongozi wangu. Na unaona chama walikuwa wananitafuta, wakina Brenda walikuwa wameenda Central, wengine waligawanyika wakaenda Mburahati, wengine wamegawanyika wanaenda wapi hapa Oyster Bay kunitafuta, kwa sababu sikuwa na mawasiliano yoyote ya kuambia hawa kwamba mimi nimeachiwa au niko kwenye sehemu fulani. Nilipofika nyumbani ndio nikapata communication ya kuambia watu kwamba wameniacha. Kwa hiyo mazingira yalikuwa haya, na hata nauli ni kwenda kulipia nyumbani. Jodi anasema RC kuzuia watu kwenda polisi. Tuna polisi wa ajabu sana nchi, kwamba wao wakisikia taarifa za kiintelijensia wana nguvu ya kuzuia, lakini wanashindwa kwenda kukaa pale walinde watu kama sheria inavyotaka ili watu wafanye matukio yao kwa amani. Wajibu wa polisi namba 1 ni kwenda kulinda watu wafanye hayo mambo wanayoyafanya kwa amani na yaishe kwa amani. Na mimi narudia mbele yenu, hakuna nukuu yoyote, hiyo ni nukuu ya Charamira, na ndio maana nimwambia asitugongee kifua sisi. Hiyo ni nukuu yake mwenyewe. Hakuna nukuu yoyote ya mwanachama yoyote. Tangu siku ya kwanza nazungumza hapa Dar es Salaam na maeneo mengine, tumesema wanachama wetu waje mahakamani kama sheria inavyosema. Hiyo ni sheria, sio discretion ya bwana Charamira. Waje mahakamani kwa amani, na nimeenda mbele zaidi nikasema wafunge vitambaa vyeupe kwenye mikono yao kuonesha kwamba wao ni watu wa amani, na hata wakipigwa mabomu wakae hata chini kuonesha kwamba wanafanya hivyo kwa amani. Na nyie muepo expose mambo wanayotaka kutufanyia. Wanachama wetu tunasisitiza
mnapokuja kwenye kesi ya mwenyekiti, sisi ni watu tunataka kurudisha utawala wa sheria nchi hii. Kwa lazima sisi tuwe watu wa amani, kuonesha mfano dunia kwamba sisi ni watu wa amani, na tukipewa nchi tutaiongoza kwa haki na kwa amani. Kwa hatuna sababu yoyote ya kufanya fujo, kumfanyia mtu yoyote fujo. Hatuna sababu hiyo. Na hakuna mtu anayeitisha fujo yoyote kwenye mahakama, na tusingependa hilo litokee. Kwa hiyo kama watafanya fujo, labda wao wanaweza kutumia watu wao na system zao kufanya fujo, kwa sababu pia katika impunity ya level hii hao ni watu wanaweza kufanya chochote. They are so desperate. Kama unaweza kumkamata kiongozi mkuu wa upinzani ukampa kesi ya uhaini, treason. Si kama mnatafakari hiyo kesi kwa undani, treason. Treason ni mtu anayetakiwa anapanga kunini? Kupindua utawala uliopo. Tumesema tena na tena. Hatujai kuwa hata na kikundi cha nani. Lissu hajai kuwa polisi. Wanampa kesi. Kwa hiyo ni watu wako desperate, wanaweza kufanya chochote, lakini sisi tunasisitiza kwamba sisi ni watu wa amani na watu waje kwa amani. Na hatuna nia yoyote wala sababu yoyote ya kupambana na jeshi la polisi. Hatuna sababu hiyo. Jeshi hili ni jeshi letu. Hata tutakaposhinda dola litakuwa jeshi letu, lakini tutalibadili namna ya kuendesha mambo yake. Hatakuwa na jeshi linalotumiwa na wanasiasa kunyanyasa watu. Tutakuwa na jeshi independent ambalo watu watapata nafasi kwa merit, kwa uwezo. Sio watu wa kuteuliwa na kikundi cha watu kwa ajili ya manufaa yao. Tutawatumia hao. Tunajua kuna watu weledi na wema ndani ya jeshi la polisi, watafanya kazi chini ya utawala wa Chadema. The chanzo, presi ya wanachama wetu. Tuna watu wanazungumza ambao ni viongozi, wamekuwa viongozi waandamizi wa muda mrefu ndani ya chama chetu. Wanajua utaratibu wa communication ndani ya chama chetu. Wanajua wapi pa kusema nini wakati gani. Tunawasisitiza wafanye hivyo. Asante sana. Sasa nilitaka kufahamu kwa sababu kuna chama cha Saini kinasema kwamba tunaenda. Sasa ninyi ambao hamjasaini, labda kama vile ambavyo kwa Saini, labda kuna kitu gani ambacho tunasema hata kama wamesaini hakipo? Ni vingi. Sisi tunataka reforms za kisheria, reforms za kikatiba na reforms za maadili yenyewe. Nimetoa mfano kwamba maadili anasema mtu asiingie na simu kwenye chumba cha kupigia kura. Chumba cha kupigia kura kinatakiwa kuwa wazi iwezekanavyo ili kila mtu aone kura imepigwa, imehesabiwa na ndio iliyopigwa. Sasa unapozuia ni sehemu ya kuondoa uwazi. Kwa kuanzia kwenye maadili yenyewe kuna makosa, kwenye sheria kuna makosa. Hii wanayosema si wamefanya mabadiliko ni skimish. Unaposema kwamba wakurugenzi hawatasimamia uchaguzi, lakini wewe huyo unasema viongozi waandamizi kwenye wilaya. Kiongozi mwandamizi kwenye wilaya ni nani? Ni DAS. Wakurugenzi hatukuwapinga kwa sababu ya majina yao, tuliwapinga kwa sababu wanateuliwa na rais na wanapokea maelekezo ya rais. Sasa DAS ni nani? Anateuliwa na nani? DSO anateuliwa na nani? Sui katibu nani? Wakuu wa idara wako chini ya nani? Walimu wenyewe, utumishi wetu hauko independent. Ndio maana hata walimu sina nini na watumishi wote wa serikali wanaogopa kudai hata madai yao. Sisi tunatoa tuseme tufanyie hivi kwa sababu katiba yetu ibara ya 35 extension ya mkono wa rais inaenda mpaka kwa mwalimu wa shule ya msingi au mtendaji. Kuna sehemu nchi nyingi tu rais hana mamlaka ya kuondoa mwalimu kwenye nani, kwa sababu mifumo inayomsimamia mwalimu ni different. Lakini Tanzania ni extension ya mkono wa rais mpaka kwa mtendaji wa mwisho. Ndio mamlaka yake ya mwisho ya sheria. Hii ni nchi ya kikoloni na mfumo wa kikoloni. Kwa hiyo ukisema mtu yoyote utamchukua kwenye level ya wilaya katika nani iliyopo ni kujidanganya. Hii tume wanaosema tume huru, bwana mzee wa kipepeo, ikiwa inaitwa tume ya uchaguzi, mwenyekiti wake alikuwa anaitwa nani? Jaji Mwambegere. Huyu aliyepo. Sasa hivi imebadilishwa jina, inaitwa tume huru ya uchaguzi. Mwenyekiti ni nani? Jaji Mwambegere.
Unawaambia nini wa Tanzania? Ikiwa inaitwa tume ya uchaguzi, mkurugenzi wa tume Bwana Kairima. Leo inaitwa tume huru ya uchaguzi, mkurugenzi wa tume Bwana Kairima. Kwa hiyo ukichukua soda ya Fanta ukiiweka kwenye chupa ya Coke inageuka inakuwa Coca. Ndivyo ilivyo dunia ya Tanzania hii. Ni ujinga kabisa. Omar Ramadhani Mapuri, katibu mwenezi wa CCM. Katibu mwenezi wa CCM, mwanachama wa CCM, waziri, ni kamishna wa tume. Kwa nini hao watu wanataka kutumia bilioni 500 za Watanzania kufanya ujinga kama waliofanya mwaka jana? Tumetumia bilioni 271 kufanya uchafuzi wa serikali za mitaa. Tunakwenda kutumia bilioni 500 kufanya uchafuzi wa uchaguzi mkuu. Wakati vijana hawana ajira, kwa nini wasijitangaze, waendelee? Kwa sababu ndicho wanachofanya, na wameshaanza kujadili bungeni. Ukisikia wabunge wa CCM wanapendekeza nani awe waziri mkuu, nani si wanamuomba Rais Samia amteue, si nani amteue Majaliwa, ndicho wanachoendelea nao. Wanawaambia Watanzania basically hakuna uchaguzi. Sasa hao walio saini waulize kwamba mmesainije na mnalalamikia nini? Kwamba umesaini, umekubaliana na yaliyomo. Sasa unacholalamikia nini? Hayo watakujibuni wao. Huyu hapa kwanza alitaka kuuliza swali. Maifu wa Elisha Pius kutokea hili media. Kwa namna ambavyo umeeleza au kwenye siasa kwa njia hii. Na kuna tukio mengi yametokea. Watu wengi wametokea, watu wengi wameuawa kwa mujibu wa maelezo yako. Sasa namna ambavyo unaona hali ya kisiasa inakwenda kwa nchi Tanzania. Je, unafikiri uko salama kiasi gani wewe kama kiongozi wa chama? Unafikiri uko salama kiasi gani kwa mazingira haya ambayo umeyaeleza? Asante. Usalama wangu uko guaranteed na Mungu. Ndio maana Lissu alipigwa risasi 16. Haijawahi kutokea duniani na amesurvive. Mungu ndio mlinzi wetu. Unapodili na watu ambao wamepotoka, mlinzi wako ni Mwenyezi Mungu. Na hii kazi hatuwezi kuacha kuifanya. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.